Karibu wasikilizaji wetu wapenzi ili kuweza kufuata Ubembe TV kwa siku ya leo. Maeneo yote ambao mnatufuata vema kupitia mita bendi yako. Muda mzuri kabisa kuweza kufuata taarifa kuu za habari ambazo zinaendelea kupiga fora ndani ya tarafa la Fizi na Uvira. Mimi naitwa mtangazaji wako Masemo Balole Valentin, ambapo nimepata fursa nzuri ya kuweza kuletea habari kuhusiana na mizozo ya uami ambayo inaendelea kufanyika humu tarafani Fizi, hususan ndani ya sekta ya Nganja. Yapata sasa zaidi ya miaka 15 tangu mizozo ya uongozi ya Bwami ya kijiji cha Ngalula kuendelea kuleta migawanyiko kati ya familia moja ikiwa na ndugu wawili, na wote wakitaka kuweza kuongoza kijiji hicho, kila mtu akiweza kuona manufaa ya ngambo yake ya kuweza kuiongoza na kujiona kuwa mwami mwenye kuwa na sheria ya kuweza kuongoza. Kijiji cha Ngalula ni kijiji ambacho kinapatikana ndani ya groupment ya Babungwe Kusini, sekta Nganja, tarafani Fizi, mkoani Kivu ya Kusini. Kupitia mizozo hiyo ambayo imekwisha kudumu muda wa miaka mingi, ilienda kumpelekea mkuu wa tarafa la Fizi Sami Kalonji Badibanga kuweza kuitisha commission inayohusika na kutatua mizozo ya asili ili kupatikane na suluhu pamoja na amani ya kudumu. Wakati mazungumzo ya kutatua mizozo ilipokuwa ikiendelea kwenye ofisi yake mkuu wa tarafa, ikiwa ni huko Fizi Center, makao makuu wa tarafa la Fizi, mtu mmoja aliweza kujitokeza na kuanza kuvuruga mpango wote ya kutafuta amani, na hata kufikia kuweza kuvua nguo zake kwa kuimba nyimbo, na kufikia kuweza kuvua nguo zake na kubaki uchi na kulalamika rushwa ni adui wa haki, rushwa ni adui wa haki. Kisha kujichunguza makosa yao, walijikuta wanakosea, walijilekeza moja kwa moja kwa mkuu wa tarafa na kuweza kumuomba msamaha ambayo mkuu wa tarafa Sami Kalonji Badibanga alienda kukubali kwa moyo mmoja na kusema kwamba yeye ni mkuu na ataendelea kuwasamehe. Sawa, mheshimiwa mkuu wa tarafa la Fizi, tunashukuru sana kwa jinsi umetupokea hapa kwako kutarafa sisi familia ya Basimilenge. Kulingana na dossier zenye zilipita hapa mwaka jana, kuko maesidazi fikaka ku territoire, tulikuya hapa tukatia sema n'importe quoi. Bile yote ilikuwa mmasira, kumbe vitu vingine viko vinakorobo na watu wengine ili watu wachonganishane wakorogani. Na wakati umetupokea na ukakubali msamaha wa familia yangu, na sisi tunasema pia asante kwako kwa kuwa ni ile roho ya kupenda kujenga. Basi Mungu akubariki sana. Tunashukuru sana kwa msamaha wako kutupokea, na tena tutakusapoti ili tuendelee kutumika pamoja kwa ajili ya kujenga tarafa letu la Fizi. Asante. Sawa ndugu. Mimi sawa mkubwa wa tarafani Fizi na kubali msamaha. Sisi mulifika na jamaa kwa nyumba, mkalomba msamaha na kubali msamaha na wasamehe kweli ndugu yangu. Mwaka jana mulikuwa batatu, mkafanya kelele ya kutosha, na mimi administrator wa tarafani Fizi Innocent niliwaambia kwamba bwami asili inatoka kwa familia Renyanda. Mimi saa administrator wa tarafani Fizi, siko mwami wa Fizi, siko distributeur wa madaraka ndani ya tarafani Fizi, hapana. Niko administrator wa Fizi wa kuendesha na kuboresha mzuri administration ya tarafani Fizi. Mkikuwa na matatizo ya bwami, muende ku asili, ku tribunal ya asili, banasema CCRCC. Mkisha samba mwenye anakanye procès anakuya na barua tunaita sentence. Ile sentence ndio itatuma mimi administrateur wa tarafani Fizi nitoshe barua tunaitwa decision ya kureconnaître chef de village mwenye kusamba ku CCRCC na mwenye kukanye procès.
ile decision itatoka kama muda ya siku 30 wala mwezi mzima hakuna recours, ndio natosha kibarua ya decision ya kureconnaître chef mwenye alikanye procès yake ku tribunal ya asili, tunasema CCRCC. Lakini mara mingi wakati ba chef ba CCRCC ya sekta ya Nganja banashindwa kufanya kazi yao, na wanapenda kila mara watu wakuwe ku territoire kufanya fujo. Wanajua kama ku territoire ndio kwenye kuku mkubwa kiongozi wa tarafani, wakifanya hii fujo labda solution itapatikana. Wami wa asili wa tarafani Fizi, mimi nabambieni ya kwamba mimi ni administrator, siko mwami wa Fizi, siko distributeur wa pouvoir kutimia ndani ya tarafani Fizi. Hapana, pouvoir inatoka kufanyia Nyanti. Mjikaze kile mtu afanya kazi yake, tuboreshe tarafani yetu Fizi, tupende jeshi letu, tupende wazalendo wetu, tupende FARDC, tupende polisi yetu, DGM na ANR, tutumikie nchi yetu kwa kuombanisha Mnyarwanda wa M23 mwenye kupenda kuya kukamata nchi yetu. Asante sana na Mungu abariki sana. Tunashukuru sana pia, Mungu akubariki na kazi njema. Fizi kwetu tunakuhitaji tena zaidi. Fahamu ya kwamba suluhisho la mwisho bado alijapatikana, ni yupi ambaye anastahili kuweza kuongoza kijiji cha Ngalula. Kwenye makala yetu ijayo usikose, utapata taarifa zaidi na kujua ni mwami yupi ambaye anastahili kubaki madarakani hapo Ngalula. Mwisho kabisa wa habari zetu za siku ya leo kupitia Ubembe TV. Acha nimshukuru mwenzi wangu Kennedy kwa kuweza kupeperusha sauti yangu hewani. Naitwa mtangazaji wako Masemo Balole Valentin. Kwaherini.